Hamnielewi? Lakini tutaingiaje? Sasa kuna mawakala wa Wazayuni, na wengi wao ni waandishi, ni vyombo vya habari. Mawakala wa Wazayuni, wanasiasa na baadhi ya watu wengine tu wa kawaida wameajiriwa kuyatakasa matendo ya Wazayuni, ambao wale wana haki, wana hivi, wanaeneza katika ulimwengu na kuona na wale wanaonekana wanachokifanya ni sawa. Wajue Waarabu, wajue wale ni ndugu Waarabu na Waisraeli wenyewe wapigana tu, wajue mambo haya hivi, wanataka kuhalalisha, na wala hawaingizwi katika orodha ya magaidi pamoja na mambo yote mabaya wanayoyafanya, kwa sababu gaidi ni Muislamu msunni. Kisikia gaidi ni Muislamu tena ahli sunna, ndio gaidi. Na kiwa mshia hawezi kuwa gaidi. Kama ingekuwa ni ugaidi, basi ingekuwa Hassan Nasrullah na Hizbullah ni kikundi cha kigaidi, kingesanifiwa siku nyingi Houthi kikundi cha kigaidi, lakini hawakufanya hivyo. Gaidi ni Muislamu ahli sunna. Sio kwamba wapo magaidi kweli, lakini wao katika mtazamo wao, umeua hujaua wewe gaidi, maadamu wewe ni katika ahli sunna. Umetishia hujatishia wewe gaidi. Kwa hiyo kuna malengo ya kidunia na malengo ya kidini. Wale mazayuni wale yuriduna liyutfi'u nura Allahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha alkafirun, wanataka kuizima nuru ya Allah kwa vinywa vyao, kwa midomo yao, lakini Allah ni mwenye kuitimiza nuru yake. Nuru itatimia tu hata kama watachukia makafiri. As-Saff aya 8. Sasa hawa wana malengo haya ya ushia, wakipitia kwenye miji hiyo, na wale wana malengo yale. Sasa lawama zinakuja kwa Waarabu. Ukisikiliza mashekhe na watu wengine, sio mashekhe, ni watu tu kwenye mitandao. Ukishakuwa na uwezo wa kurusha kwenye YouTube, kwenye TikTok, kwenye Instagram, unaweza kusema na umejirekodi, basi wasema tu, ukachukua habari huku, ukachukua huku, ukaunganisha, ukarusha, ukasema, basi ni shekhe sio shekhe, wasema tu. Watu kwenye mitandao huko wanazungumza Waarabu wanafiki bwana, wale wa Irani sio Waarabu, wale ni Wapeshia, wale si mchezo, tangu zamani nyinyi mwajue wale kia Waarabu wanafiki hawa. Na mwingine ataja aya kabisa, al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa. Sijui sema al-a'rabu bwana wanafiki bwana, umeelewa nini? Wako na Mwisraeli, wako na Marekani. Ngine bwana wasema, sasa wengine wanazungumza kwa unyonge. Sasa jamani, sawa, mashia na masuni wanatofautiana, tofauti zipo. Sasa hizi tofauti ndogo ndogo zilizopo, tunaona mwenzetu apigwa, kwa nini tusiache tofauti zetu tukaungana? Waarabu wangeachana na Marekani wakaungana na Mwirani, lakini watachezewa hawa bwana, kwa sababu wao Myahudi alichokifanya ashawagawa. Nataka kusema kwamba hii migawanyiko inajitokeza hapa ni michezo ya Marekani. Marekani kapanga, Trump, Biden, George Bush, Obama, ni watu wamepanga ya madhehebu na nini, kuna dhehebu hili na hili, basi nyinyi mtakuwa hivi, mtakuwa hivi, yani kama mambo kichaa hivi. Kweli dini inazungumza namna hiyo? Dini yani hatuna historia, hatuna kumbukumbu, hatuna chochote, tutajisemea tu, ndio hivyo. Jambo haliwezi kuwa namna hiyo. Nitaeleza hizi zote. Na kuna mwingine afikia kusema kwamba ikianguka dola ya kishia Irani pale, ikianguka dola ya Irani ile jamhuri ikianguka, basi nchi za Kiarabu zote zitakuwa na ushoga.
kutakuwa na ndoa za jinsia moja, watu watakwenda kubadilisha jinsia zao, mtoto wa kiume na kujibadilisha na kuwa mwanamke. Kwa nini? Kwa sababu Iran imeanguka. Ningesema kwanza Saudia sio nchi ya Kiislamu, sio nchi ya Kiislamu. Kwanza kunauzwa pombe, kuna madanguro, alafu mbona mashia wasemi kimya? Hivi tunazungumza na watu wa aina gani sisi? Ni watu tuko nao kwenye dunia hii sayari moja, au wengine wana sayari yao? Mimi nimejaribu kutaja kwa mbali kabisa mikakati walionayo Mayahudi na mikakati walionayo Mashia, matendo wanayofanya Mayahudi na matendo wanayofanya Mashia dhidi ya Waislamu Ahlus Sunnah wal Jamaa. Na mwanzo nikauliza swali, katika hawa madhalimu wawili wanaokufanyia dhulma, wewe wamuunga mkono nani? Wakiwa wapigana watwangana. Sasa nimeleta swali mwanzo kabisa, ukifuatilia basi utajua namna ya kujibu. Huyu bwana Muhamedi kweli jamaa yako, lakini matatizo yake ndio yale niliyoeleza, na huyu bwana Filipo naye ndio hivyo hivyo, ana matatizo kama yale. Sasa wameingiana wenyewe kwa wenyewe, wanatwangana. Wewe utamuunga mkono nani? Wapigane tu. Alafu kitu kingine ni kweli Waarabu wamelala, lakini kuna sababu zinazopelekea walale katika baadhi ya mambo, lakini si sasa. Pia walilala kwa, lakini si sasa. Mimi siko hapa kuwa ni wakala wa nchi, ni vitu navifuatilia, najua hiki kwa undani kabisa. Hapa kuna hiki, najua kuna hiki. Nchi nyingi za Kiislamu zilitawaliwa, kama hawakutawaliwa na Mfaransa, wametawaliwa na Mwingereza. Nchi nyingi za Kiislamu tumefahamu zilikuwa chini ya utawala, na watawala wanapoingia katika miji, wakoloni na kusudia wakoloni, kwa sababu wanakuja kwa malengo wale. Kwa hiyo wanakaa kama wamekaa miaka 150, miaka 70, huwa wana mambo yao ya kimkakati kama serikali za kikoloni, na kubwa zaidi ni kuwadhoofisha watu kiuchumi, kuwadhoofisha watu kimipango na mikakati, mpaka wakiondoka, nyinyi mmeshakwisha, mko nyuma kabisa. Kwa hiyo mtakuwa bado mnawategemea ili ukoloni mambo leo uendelee, muendelee kutawaliwa. Misri ilitawaliwa na nyinyi mnafahamu, Jordan ilitawaliwa na nyinyi mnafahamu, Syria ilitawaliwa, sawa, Yemen ilitawaliwa, Iraq ilitawaliwa, zote zimetawaliwa, ziliingiliwa na ukoloni. Sasa kama mlikuwa mna ustaarabu wenu na wakoloni wamekuja wamewakalia miaka 100, wakiondoka ule ustaarabu wote ushapotea, mwanza tena upya. Sasa nchi za Kiarabu zilijikuta katika hali hiyo baada ya vita vya msalaba na Ottoman Empire kupoteza ushawishi na kukosa nguvu, wakoloni wakaingia. Kweli Waislamu walirudi nyuma sana. Kwa hiyo kimaendeleo, hasa katika mambo ya teknolojia na mambo ya kivita, walirudi nyuma. Hili jambo lipo linafahamika, na nchi zetu za Afrika pia ziko namna hiyo. Sasa kwa mfano, ugunduzi wa mafuta, nchi nyingi za Kiarabu mwanzo zilianza kugundua mafuta miaka 1930. Hawana hata tuseme labda hili ni grade au ni excavator tuchimbue, hawana. Lazima vifaa vitoke nchi za magharibi, si ndio? Mafuta yalipogunduliwa kule Saudi Arabia 1930, Marekani ndio alikuja kuchimba mafuta, wakaingia mikataba ya miaka 50
tunagawana nusu kwa nusu. Hivyo hivyo Al-Kuwait, hivyo hivyo na nchi nyingine. Marekani achota tu, lakini sisi tutapata, tutajenga nchi yetu. Tuna barabara, tutajenga barabara. Nyumba mbovu tutazijenga. Tuna mashule, tutajenga. Mpaka imefika mwaka 80 mkataba, kipindi cha King Khalid, mkataba umeisha, si ndio? Mkataba umeisha, lakini tunahitaji kuendelea zaidi kielimu, teknolojia na kila kitu. Sasa kuna watawala walisinzia kipindi kile, ilikuwa ndio kipindi cha kujijenga kiuchumi zaidi na kinguvu, lakini bado waliona kwamba wazungu ni watu wa sawa sawa. Kwa hiyo wakajisahau, wakati wenzao wengine huko wanajipanga kimabavu, kinguvu, na wanatumia rasilimali zao kuwekeza katika nguvu zao. Ufisadi pia ukawa mwingi, familia za kifalme zikachukua pesa nyingi, zikawa zinakwenda nje ya nchi, huko ughaibuni. Watu wananunua mahoteli makubwa ya kifahari, wananunua hivi, wafanya vile, pesa nyingi ikawa inapotea. Bali hata mashirika ya misaada na watu wengine wakaanzisha taasisi zao za misaada kwa lengo la kula pesa nyingi ikawa zatoka Saudi Arabia na nchi za Kiarabu kwa ujumla, zitawanyika duniani bila hesabu yoyote. Watu wapeleka tu kule kwa jengwa hiki, wengine wala msikiti wa milioni 200 watu wajengwa kwa shilingi milioni 40, nyingine watie mifukoni hivyo. Hizo zinafanyika sana. Ambao yule kala milioni 200 yule sio utani, watu wamezila kweli. Hakuna uangalizi wote, wafanya tu. Waarabu walikuwa wamelala katika upande huu, walisahau kwamba wao wana maadui wakubwa waliowazingira, ambao wanatamani wakati wote waondoke pale walipo ili waingie tena kimkakati. Sio kwamba watamani, wanafanya mipango. Lakini mimi nataka kuambia kitu kimoja, kama nyinyi hamjui jueni, wale Waarabu wa miaka 20 iliyopita sio wa sasa. Waliposhtuka juu ya jambo hilo, sio Waarabu wa sasa. Kwamba Waarabu wale sio Waarabu wa sasa. Juzi nilikutana na mtu wakati niko umra, nikamwambia Riyadh bwana, kana sifia Riyadh. Ananiambia ulikwenda Riyadh lini mara ya mwisho? Nikamwambia sasa hivi yapata miaka 20. Piki mara ya mwisho nimekwenda mwaka 2005. Ananiambia Riyadh unaijua wewe, sio miaka 20 ile wewe ulikwenda wewe, miaka 5 tu iliyopita hapo nyuma. Riyadh hiyo sio, kuna kitu kingine sasa hivi kule, kitu kingine kabisa. Watu wameendelea kwa kasi sana. Sasa katika mambo makubwa ambayo mimi na wasifu hawa Waarabu, na lazima iwe hivyo, ni wakati wa kuwa hivyo. Pamoja kwamba wamechelewa, lakini sio sana. Wamechelewa, walikuwa takiana wawe na nyuklia yao na hivi na hivi, waogopeshe kwa sababu ya utajiri walionao, lakini wameinuka sasa hivi. Sio kwa wachukulie kirahisi. Katika mikakati mikubwa walikuwa nayo ni kuendeleza teknolojia na vita. Unajua vita vya sasa sio kama vita vya zamani, kwamba sasa vita utaenda vitani, wanajeshi wamevaa shuma nyasi na nini, wamejificha na vitu gani. Vita sasa hivi haiko hivyo huko duniani. Hii huko labda ni huko duniani haiko hivyo. Vita ni game, kama unacheza game pale. Jamaa wamewekeza matrilioni ya pesa katika ulinzi wa anga zao. Huwezi kuipiga nchi yao kirahisi. Sio pia Qatar kirahisi, wapige Emirates kirahisi. Na hilo ndilo alilodhania Muirani, kwa sababu alipata muda wa kutengeneza silaha, utaalamu na nini, akatengeneza sawarikhi zake albalistia zile, akatengeneza tairat almusayyarat zile drones na nini. Watu wakaisifu wakidhani kwamba kwa yale masawarufu aliyokuwa nayo, sawarikhi alizokuwa nazo, ataiteketeza Dubai ndani ya siku moja. Mimi mpaka siku Jumatano iliyopita nimeona amepeleka makombora drones pamoja na yale makombora sawarikhi zile 863 kazipeleka Dubai, Imarati kwa ujumla 863. Wakati huo amepeleka Israeli kule Tel Aviv na Haifa na sehemu nyingine 411.
Umeelewa? Makombora aliwapeleka Tel Aviv, Haifa ni kule Israeli 411 wiki iliyopita, ilikuwa sijaangalia tena baada ya kuwa niko itikafu hapa basi, lakini 411 zimekwenda Israeli, lakini 863 zimekwenda Emirates. Asilimia 95 wamezipanchi zote. Unaona, ina maana ungekuwa uko ovyo, angekuwa hakuna Dubai, hakuna Al-Ain, hakuna Ummul Quwain, hakuna Al-Fujairah, hakuna Ajman, hakuna Abu Dhabi, hakuna chochote ingeungua. Umeelewa? Saudi Arabia amepiga kama 38 hivi, kwa asilimia zaidi ya 90 nao wameyapangua yote. Tena alikuwa wanalenga katika vituo vya mafuta, sio kama wanapiga kambi za nini za Marekani. Ni uongo mtupu. Walenga airport, walenga makazi ya watu, walenga kwenye mamall. Ndio hivyo wanaofanya. Si watu wa Qatar wanaishi, madude yameanguka mtaani kabisa bwana, nyumbani hili hapa watu wanasema bwana, hili hapa pana kambi ya Marekani hapa. Wewe kambi ya Marekani huijui? Lakini sasa yeye alitaka kutake advantage hii sasa, kwamba sasa ngoja nisimalize za Kiarabu, ule mukhattati wangu na mkakati wangu ni utimize sasa. Akakutana na kitu kingine kabisa ambacho hakikutarajia. Kumbe Waarabu hawa sio wale wa kuchunga ngamia. Umeelewa? Mimi sizungumzi kikiusha, nyinyi mwajua, sio kama mjui, nyinyi mwajua. Kwa hiyo wamejipanga, pesa zao wamezitumia katika kujilinda hivyo. Alafu msije kusema lakini sasa hawa silaha wauziwa wanunua. Kama huna si wanunua, si pesa pia si yako. Sasa mimi tuenda vitani mathalan, wewe ukuzigua ukienda huko ndani Mazingara, sio ukienda kwa Msisi, kuna watu watengeneza magobore kule, si ndio hivyo bwana? Si ndio? Wanatengeneza magobore kule, mtu ana magobore 7 nyumbani kwake, mpaka wanawake wanapiga digidigi. Sema si tutengeneza silaha wenyewe. Mimi nakuja na AK47 yangu moja tu na mkanda wake, risasi 3000 ni hatoka na magobore yako 25, kwa sababu watengeneza mwenyewe. Itasaidia nini? Nitakuchapa wewe na nyumba yako.